Usiku wa Jumatano hii, Iran imetoa onyo kali kwa wakazi wa jiji la Haifa, Israel, ikiwataka wahame mara moja kutokana na hatari ya maisha kufuatia mashambulizi ya makombora yanayoendelea. Hata hivyo, jeshi la Israel limeripoti kuwa mashambulizi mengi ya Iran ndani ya wiki iliyopita yamekabiliwa ipasavyo, ingawa baadhi ya makombora yamepenya na kusababisha hali ya tahadhari kuongezeka katika jiji hilo la kaskazini. Katika hotuba ya moja kwa moja kwenye televisheni, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aliahidi kuwa Israel italipia matendo yake, akisema Israel italipizwa kwa kosa lake. Alisisitiza msimamo wa Iran akitangaza taifa hili halitasalimu amri mbele ya mtu yoyote anayelazimisha, na akaonya kuwa Iran itapinga vita vilivyolazimishwa na amani iliyolazimishwa. Khamenei pia alijibu matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump, akisisitiza kuwa wa Iran hawapokei vizuri lugha ya vitisho na kuonya kuwa uingiliaji wowote wa kijeshi kutoka Marekani utasababisha matokeo yasiyorekebishika. Nalo shirika la habari la Fars linalohusishwa na kikosi cha mapinduzi cha Iran IRGC lilikana uvumi kuwa nyumba ya Khamenei ililengwa na shambulio la anga la Israel, ikiwa ni mara ya kwanza vyombo vya habari vya Iran kukubali kuwa kiongozi mkuu anaweza kuwa shabaha. Shirika hilo liliuelezea uvumi huo kama ushahidi wa hasira na mgawanyiko wa Marekani na utawala wa Kizayuni kufuatia msimamo thabiti wa Khamenei. Mvutano huo umeathiri mawasiliano nchini Iran, ambapo shirika la NetBlocks lenye makao yake London limeripoti kuwa huduma ya internet imezimwa karibu kote nchini Iran mnamo leo Jumatano. Katizo hilo la kidigitali limekuja baada ya kukatika kwa sehemu kwa huduma hiyo na linaendana na ongezeko la mashambulizi ya kijeshi kati ya Iran na Israel ambayo yamejumuisha mashambulizi ya makombora kwa siku kadhaa mfululizo. Nchini Marekani, Rais Trump alilihutubia taifa akiwa ikulu ya White House kuhusu mzozo huo, lakini alikwepa kueleza moja kwa moja iwapo Marekani itashambulia vinu vya nyuklia vya Iran. "Siwezi kusema, hakuna anayejua nitafanya nini," Trump aliwaambia waandishi wa habari, akiongeza, Iran ina matatizo mengi na wanataka kufanya mazungumzo. Alidai kuwa maafisa wa Iran wamefikia ofisi yake kutafuta mazungumzo, lakini akajutia kuwa hawakufanya hivyo mapema. "Mbona hamkufanya mazungumzo nami wiki 2 zilizopita? Mngaliweza kupata nafuu," alisema. Hata hivyo, ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa umepinga vikali madai hayo kupitia mtandao wa X, kusema hakuna kiongozi yeyote wa Iran aliyewahi kuomba kunyenyekea mbele ya White House. Ujumbe huo uliaita matamshi ya Trump dhidi ya Khamenei kuwa ya aibu na kusisitiza kuwa Iran haiwezi kujadiliana chini ya vitisho. Naye waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth, akizungumza kwenye kikao cha Senate, alikataa kuweka wazi mipango yoyote ya mashambulizi, lakini alihakikisha kuwa wizara yake iko tayari kutekeleza maagizo yoyote itakayopewa. Kimataifa, Rais Vladimir Putin wa Urusi na Rais Mohammed bin Zayed Al Nahyan wa Falme za Kiarabu walielezea wasiwasi mkubwa kuhusu mzozo huo katika mazungumzo yao ya simu, kwa mujibu wa shirika la habari la TASS la Urusi. Putin alisisitiza utayari wa Urusi kuwa mpatanishi na kumjulisha mwenzake kuhusu mashauriano aliyofanya na viongozi wa eneo hilo. Hata hivyo, Trump alimtaka Putin ashughulikie kwanza vita vya Urusi dhidi ya Ukraine kabla ya kuingilia mzozo huo, akisema, "Nifanyie fadhila, patanisha kwako kwanza, tufanye upatanisho wa Urusi kwanza, sawa?" alisema Trump. Kadri mzozo unavyoendelea, jumuiya ya kimataifa inaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa, huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea ili kupunguza mvutano unaotishia kuibua hali ya kutotatulika zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.